Moja kati ya taarifa ambayo ilitolewa na jeshi la IDF la Israel kupitia waziri wake wa ulinzi Israel Katz ni juu ya kumuua Mohamed Sinwar, kiongozi wa Hamas. Lakini taarifa ambazo zimetolewa na jeshi hilo siku ya leo tarehe 20 ya mwezi Mei ni kwamba Mohamed Sinwar bado yu hai, na hii ni kwa mujibu wa afisa wa ngazi za juu wa kundi la Hamas ambaye ameeleza ripoti hizo. Operesheni ya IDF ya kumuua kiongozi wa Hamas Mohamed Sinwar imeshindikana na bado anapigana dhidi ya vikosi vya Israel. Afisa mkuu wa Hamas Osama Hamdan aliambia chanzo chenye uhusiano na Jamhuri ya Kiislamu ya Tehran Times katika ripoti ya siku ya leo. Haya ni madai ya uongo ambayo Israel inayafanya kuhalalisha kulipuliwa kwa hospitali. Ndugu zetu huko Gaza umetuhakikishia kuwa Mohamed Sinwar yu hai na bado anapambana na adui kwa nguvu zote, chanzo kilimnukuu Hamdan akieleza. Ripoti hiyo inakuja siku moja baada ya waziri wa ulinzi wa Israel Katz kuiambia kamati ya ulinzi ya mambo ya nje ya Senate kwamba kuna dalili zinazoongezeka kwamba Mohamed Sinwar ameuawa. Karibu wakati huo, kama taarifa ya Katz, vyanzo vya IDF viliambia The Jerusalem Post kwamba haikutambua ripoti za kigeni zinazosema kuwa mwili wa Sinwar ulipatikana na karibu dazeni ya wasaidizi wake, ikiwa ni pamoja na kamanda wa Rafah Brigade Mohamed Shaban. Taarifa za kifo cha Sinwar zilipatikana kwa sababu Israel ilikusanya taarifa za kijasusi kwamba alikuwa akipanga mkutano wa uongozi wa mrengo wa kijeshi wa Hamas chini ya hospitali ya Ulaya ya Khan Yunis, kulingana na taarifa zilizotolewa na Wala. Kaka mkubwa wa Sinwar aliuawa huko Rafah, kusini mwa ukanda wa Gaza mwezi Oktoba mwaka uliopita katika operesheni ambayo haikupangwa. Ushahidi kwamba alikufa ni pamoja na kulinganisha rekodi zake za meno na alama za vidole ambazo Israel ilikuwa imezipata kuanzia kipindi ambacho alipokuwa katika magereza ya Israel mwaka 2011. Kitengo cha 162 cha IDF ikijumuisha kikosi cha 828 Bislamak tanki kutoka batalion ya 195 na askari wa miguu kutoka batalion 450 waliuawa, lakini pia IDF baadaye ikamtafuta Yahya na kumtambua, na hapo ndipo ambapo walimuua. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyafahamu ya ulimwengu.